Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Leo nataka nikuulize swali moja tu. Je, umewahi kuvaa nguo ambayo inakubana sana au ni kubwa sana mpaka inaning'inia? Unajisikiaje ukiwa umevaa nguo moja kati ya hizo? Unakosa raha, si ndio? Sasa hiyo ndiyo hali ya document yako bila ya page margin nzuri. Leo nitakuonyesha page margins kwenye Microsoft Word kwa njia rahisi sana, na baada ya video hii document zako zitakuwa zina fit kama nguo iliyokaa sawa mwilini. Page margin ni nafasi kati ya maandishi yako na kingo za page. Kwa lugha rahisi ni kama ukubwa wa nguo yako kwenye mwili. Margins zinapatikana kwenye pande 4: juu, chini, kushoto na kulia. Kama nguo ilivyo na size yake, yani small, medium, large, ndivyo margin zinazofanya document yako ifit vizuri kwenye page. Sasa tuone jinsi ya kuset margins zako. Yani, fungua document yako, kisha nenda moja kwa moja kwenye sehemu ya layout tab na uklik. Kisha click kwenye sehemu iliyoandikwa margins. Sehemu kama hii itafunguka. Hapa sasa utachagua preset unayohitaji. Kwa mfano tunakuja kwenye normal. Hapa kama ni nguo basi ni nguo ya kawaida, lakini kwenye narrow kama ni nguo basi ni nguo ambayo inabana zaidi, lakini moderate ni nguo ya wastani ambayo ina fit vizuri, lakini white hapa sasa ni nguo pana kabisa, na nyingine nyingi zipo huku chini ambazo unaziona hizi. Lakini kama unahitaji sasa kuingiza page margin yako, unachagua ile ambayo wewe unaihitaji. Kwa mfano na click narrow. Ukiklik tu na document yako itajichange zile nafasi baina ya maandishi na uwepo wa, kwa mfano tuchague white hapa. Umeona uwepo wa hii nafasi unaoiona, na haya maandishi yanapoanzia unaona ule ukubwa wake na namna ilivyo. Hizi ndio tunaziita page margins kwa ufupi, yani ukubwa kutoka pembezoni hadi yalipo maandishi. Huo tunaita page margin. Nadhani nimeeleweka vizuri. Hebu nirudishe sasa kwenye normal na click hapa kwenye normal. Okay. Then kuna kitu chengine tunahitaji tujifunze hapa, kinaitwa custom margins. Sasa kama hutaki size za kawaida, bonyeza custom margins tu. Yani ni hivi, unafungua document yako, kisha una click kwenye margins, kisha rudi moja kwa moja kuna sehemu imeandikwa custom margins. Ukiklik hapa custom margins, una uwezo sasa wewe wa kubadilisha sehemu yoyote unayohitaji wewe, yani juu, top, kushoto, juu, chini, kulia. Yani hapa kama ni nguo, hasa wewe ndio fundi ambayo unaishona ile nguo. Yani wewe ndio unachagua ikae katika size gani. Wewe ni kama fundi cherehani ama fundi kushona. Wewe unachagua namna gani kile kitambaa chako kifit kwenye nguo. Unaweza ukaikata kwa size fulani hivi ama utahisi inakupendeza. Kwa hiyo utachagua kama juu uweke ngapi, chini uweke ngapi, upande wa kushoto uweke size ngapi, na upande wa kulia uweke size ngapi. Ukishamaliza hapo, yani umeshachagua, umeshaziandika hizo nambari, nenda kwenye sehemu ya okay na uklik kwenye sehemu ya okay, na document yako sasa itajiset kwenye zile kingo zake 4, yani upande wa kushoto, upande wa kulia, juu na chini. Document itakuwa imeshajiset vizuri kabisa. Nadhani wewe mwenyewe unaona hapo. Tukutane kwenye video ijayo. Huko tutazungumza kuhusu page orientation. Tutazungumza masuala ya portrait na landscape. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena. Bye bye.